Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia riziki hii ya ushindi hii leo. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kuonesha mchezo mzuri na hatimaye kupata ushindi wa magoli 2-0. Haikuwa rahisi kupata ushindi mbele ya Kagera Sugar. Ni timu ngeni katika ligi msimu huu, kwa maana ya kwamba imepanda msimu uliopita, lakini unaiona timu yao ikiwa na mabadiliko mengi. Ina mchanganyiko wa vijana wenye uwezo mkubwa, lakini ina mchanganyiko wa wachezaji wachache wazoefu vile vile wenye uwezo mkubwa. Wakatengeneza mechi bora, mechi ngumu, na haikuwa rahisi kwetu kucheza pungufu kwa dakika zaidi ya 35, na tukafanikiwa kwanza kulinda goli ambalo tumelipata, lakini pili kupata goli la pili ambalo likatuhakikishia sisi kupata ushindi. Yote kwa yote, pongezi kwa mwalimu Steven Becker pamoja na benchi lake la ufundi. Pongezi kwa wachezaji wote wa Simba na pongezi kwa mashabiki wote wa Simba ambao wameshirikiana na kuhakikisha Simba inapata ushindi hii leo. Niliwahi kuzungumza siku moja, wana Simba wasiwe na pressure na usajili. Bado sisi hata kama tungeamua tusiongeze mchezaji yoyote kwenye timu yetu, wale ambao tumemaliza nao msimu, tungeamua kuanza nao msimu huu bila usajili wa mchezaji yoyote ule, bado timu yetu ilikuwa na uwezo wa kutoa ushindani katika ligi na kuchallenge ubingwa. Nikawakumbusha na Simba wasiingie kwenye mchecheto na pressure za usajili wakiamini pengine labda tuna timu mbaya sana, ama tuna timu mbovu sana ambayo inahitaji usajili mkubwa sana. Sisi tulikuwa tunafukia mashimo tu kwenye baadhi ya maeneo kwa sababu tunayo timu bora kweli kweli. Tazama kikosi cha leo cha wachezaji ambao wameanza ni Ibrahim Jabbar kwenye eneo la mbele, kama kwenye eneo la kiungo, pamoja na Ibrahim Dumbia kwenye eneo la ushambuliaji, lakini waliobaki ni wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita. Baadaye akafanyika mabadiliko, wakaingia wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita, na hata ukiangalia magoli yamefungwa na Simba ile ya msimu uliopita. Kwa sisi wala hatukuwa na pressure ya usajili. Wachezaji ambao tumewachukua wanakuja kuongeza ushindani, kuja kuongeza ubora kwenye timu yetu, na wataingia taratibu. Hakuna hata mchezaji mmoja mpya ambaye amesajiliwa alafu ni tegemezi ndani ya Simba hivi sasa, yani tegemeo ndani ya Simba. Wote wanaingia taratibu kwa sababu tayari tunayo foundation ya timu nzuri, ya timu bora ambayo ina uwezo wa kushindana. Ameanza Kasari, alikuwa msimu uliopita. Kulia Duchu, kushoto Kibabage, katikati wale. Chini yuko Kagoma, juu yake ndo anakuja mtu mpya Ibrahim Jabbar. Yuko Libasi aliyokuepo, yuko Oura aliyokuepo. Kwa hiyo timu yetu sisi haina mashaka. Wachezaji tuliokuwa nao ni bora, na wale wapi ambao wamekuja wanakuja kuongeza ubora taratibu kwenye levels. Na nafikiri ubora umeongezeka kwa Libasi Geye. Ukimwangalia namna ambavyo anacheza, namna ambavyo anaamuru mchezo uwe, namna ambavyo anatengeneza mashambulizi, magoli yote mawili anatoka kwenye mguu wake, namna ambavyo amekuwa hai kwa dakika zote ambazo yuko kiwanjani, ambavyo amekuwa hatari kwa dakika zote ambazo anakuwa kiwanjani. Anatoa goli la kwanza, kona safi kabisa, Toure anaweka goli ya pili ya kiufundi kabisa, zinapigwa chenga moja za haraka pap, anamwekea Mpanzu anafunga goli. Lakini tazama pasi ambayo alimpa Dumbia akakosa. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani Libasi Geye sio huyu. Libasi Geye ubora wake umeongezeka maradufu na amekuwa ni mchezaji tishio zaidi. Unajua bahati nzuri ni kwamba sisi kila mchezaji wetu ni X factor. Kila mchezaji wa Simba unayemuona ni X factor. Kuanzia Kasari kwenda kwa Duchu, ukija kwa Kibabage, ukija kwa Toure na Rushaine Kagoma, ukienda kwa Ibrahim Jabbar, ukienda kwa Libasi, ukienda kwa Oura, ukienda kwa Bakari Msimu, ukisogea kwa Dumbia, ukisogea, kila mchezaji wa Simba ni X factor. Kwa sisi Sasa unauliza mara mbili hapa kwa Dumbia na wewe. X factor tena. Sasa Dumbia amehama kwenye X, yuko kwenye Z factor. Yes,
ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa, muda utaongea. Kwa hiyo sisi hatuna pressure na X factor. Sisi kila mchezaji wa Simba ni X factor, ana uwezo wa kuamua mchezo, ana uwezo wa kutupa matokeo. Ndio maana sisi tumerelax kwa sababu tunayo timu ya ma X factor. Unawahi kuchoka wewe wa Bukoba hapa wenzako wa Dar es Salaam wenzako wa Dar es Salaam washazoea muda mchache nusu saa sasa wewe dakika 3 tu ushaanza kutoa mic wewe bana wewe. Hapa ndo kwanza gari limewaka. Lete maswali mwanangu Petro. Bwana Duchu, red card Kasali naye injury leo. Hapo mnasubiri kutana Pamba ambayo ni timu ngumu. Red card ya Duchu ni halali. It was not fair play. Namna ambavyo ameruka haikuwa ya kimpira. Kwa hiyo alikuwa anastahili kuonywa kwa adhabu, na sisi tunawasisitiza wachezaji wetu cheza tough game but not a rough game. Cheza mchezo wa kigumu, lakini usicheze madhambi, kwa sababu madhambi yana hatari. Na sasa hivi kuna msaada wa video. Kwa hiyo hata kama tukio refa hajaliona, bado ana uwezo wa kusaidiwa. Kwa hiyo utaadhibiwa tu unless timu pinzani iamue kuchuna. Lakini kama wataamua kutumia haki yao ya msaada wa video, maana yake ni kwamba wanakuja kuomba huo msaada wa video, unaadhibiwa. Kwa hiyo ni vyema wachezaji wetu wakafahamu hilo, ya kwamba yuko kiumbe mwingine ameongezeka katika ligi kwenye kusimamia sheria za mpira wa miguu. Tujiepushe na makosa yote ambayo yanaweza yakaiadhibu timu yetu ama yakaidhuru timu yetu. Ni pengo kumkosa Duchu kwenye mechi inayokuja dhidi ya Pamba, lakini hatuna mashaka kuna X factor nyingine inakuja hapo, ambayo ni Nathaniel Chilambo anakuja kuzima gap upande huo wa kulia. Yote kwa yote tunawahimiza wachezaji wetu kucheza mpira wa kiungwana. Ameumia X factor nyingine Kasali, nitakwenda kupata ripoti ya madaktari kisha nitawajuza madhara yake ama jeraha lake ambalo amelipata lina athari kiasi gani, anaweza kulikava haraka na kurejea kwenye mechi dhidi ya Pamba, ama Abel Hussein ataendelea kusimama milingotini kwa ajili ya kuiweka Simba salama. Bwana Dumbi alipokosa ile na namna uliinuka kwenye kiti, nilikuwa najua walete ile lakini nayo vile huwezi kumlaumu Dumbia, ile aliogongesha posti ya juu amepiga kistriker. Alichokifanya kwanza, na msifu mlinda mlango wa Kagera Sugar Kipao, alikuja akamdisturb akapunguza goli. Nini anafanya striker mwenye uwezo mkubwa? Ni kunyanyua ule mpira. Sasa kwenye kunyanyua makadirio yakawa juu, ikaenda ikala nginja juu, ikarudi mchezoni, lakini amefanya kitu cha kimpira kabisa, na light kama angefunga, maana yake ni kwamba lingekuwa ni moja kati ya magoli bora ambayo yamefungwa kwenye raundi hii ya kwanza. Anaendelea kuingia taratibu, anaendelea kupunguza pressure, anaendelea kujiamini. Ukiangalia mchezo wa leo na mchezo uliopita wa Ngao ya Jamii ni Dombe wawili tofauti. Leo namuona anazima maji, anatoa, unaona hata namna ambavyo anaingia kwenye box, anasubiri mipira, ni anazidi kuimprove. Imani yangu ni kwamba anavozidi kupata muda, Dombe atakuja kuwa kiumbe katili sana katika mpira wa Tanzania. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.